Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu na watoto wa Mungu. Ni siku nyingine tena, ni siku ya Jumatano nzuri ambayo Mungu ametupa tuwakaribishe tena katika kipindi chetu ambacho kinakujia kila siku Morning Glory, Jumatatu mpaka hadi Ijumaa tuko hapa live. Hivyo unaweza ukashare link na kuwatumia message na kuambia ya kwamba tuna masomo mazuri, tuna maombi mazuri ambayo yanaongozwa na mtumishi wa Mungu. Mimi ni mwalimu na mwinjilisti Timotheo Mwakihala kutoka Morogoro mjini. Niko hapa wiki hii kufundisha na kuongoza maombi kwa ajili yako. Na mahali popote pale ulipo, unaweza ukafungua tu kinywa chako kaanza kumshukuru Mungu, ukatamka neno la asante, ukatamka neno la shukrani. Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua Mungu uliye mtakatifu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe. Utukufu ni wa kwako, heshima ni za kwako. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya siku ya leo, siku ya asubuhi, Jumatano ya leo nzuri. Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, Roho Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, muweza wa yote, Bwana, ninatamka Bwana neema yako, ninatamka Bwana uweza wako, ninatamka Bwana kibali chako katika jina la Yesu Kristo. Ukatufungue, ukatusaidie Bwana siku ya leo katika jina la Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Somo tuliokuwa nalo ni lina kichwa kinasema kuondoa mifumo ya ulikozaliwa inayotengeneza hali mbaya ya maisha. Kuondoa mifumo ya ulikozaliwa inayotengeneza hali mbaya ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza ukajiuliza maswali. Kuondoa mifumo ya nilikozaliwa. Mbona siishi nilikozaliwa? Mbona siishi nilikozaliwa? Nimezaliwa Mbeya lakini naishi Dar es Salaam. Nimezaliwa Mwanza lakini naishi Dar es Salaam. Sasa hii inakuaje? Nitakufundisha taratibu. Na somo hili linafundisha hasa kiroho. Kuna mifumo ya kiroho ambayo huwa inaachiliwa juu ya maisha ya watu. Iko mifumo ya kiroho, na mifumo hii inaweza ikampelekea mtu kutengeneza hali mbaya ya maisha, akawa na maisha mabaya, akawa na maisha magumu, akawa na historia mbaya ya maisha. Kwa nini? Kwa sababu hii amekamatwa na mifumo. Kule alikozaliwa kuna mifumo ilishawahi kuwakamata wengine, ilishawahi kuwashikilia wengine. Sasa kwa sababu amezaliwa kwenye mifumo, na ile mifumo ikamfuatilia mtu, na mimi nataka nikwambie mifumo huwa ina tabia ya kumfuatilia mtu mahali alipo. Hata kama alizaliwa Mbeya, anaishi Dar es Salaam, mifumo inaweza ikatoka Mbeya ikaja Dar es Salaam, inamfuatilia mtu, na tusipoondoa itatengeneza hali mbaya ya maisha. Tusiposhughulikia hiyo mifumo, hali mbaya ya maisha itatengenezwa. Tutakuwa na maisha mabaya, tutakuwa na historia mbaya juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wiki hili niko mahali hapa kuomba pamoja na wewe, ili kila mfumo wa ulikozaliwa uliokukamata ukuachie katika jina la Yesu. Na mimi ninamwamini Mungu aliye hai, kwa mamlaka ya jina la Yesu, na kwa imani tuliyokuwa nayo, na kwa maombi tuliyokuwa nayo wiki hii, hiyo mifumo ya ulikozaliwa itaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kama unanielewa, mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele mahali ulipo. Kama unaamini, andika hapo chini, mifumo iondoke kwa jina la Yesu. Mifumo iondoke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tumetazama mifano mbalimbali, na kati ya mfano mmoja wapo ndio tumetazama mfano wa aliyekuwa kiwete tangu tumboni kwa mama yake, lakini pia tumetazama
Tumetazama habari ya Yeremia, mfano wa Yeremia. Ukitazama mfano wa aliyekuwa kiwete tangu tumboni kwa mama yake, Biblia inaeleza kwamba alikuwa kiwete tangu tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo mifumo ya aina ya maisha aliyokuwa nayo haikutengenezwa baada ya kuzaliwa. Mifumo ilitengenezwa kabla ya kuzaliwa. Kipindi ambapo yuko kiwete kule tumboni kwa mama yake, shetani akamtengenezea maisha na mfumo akatengeneza kule alikozaliwa kule tumboni. Mifumo ikatengenezwa. Ndio maana hali mmoja hapo mbaya ya maisha ya kiwete aliyowahi kupitia, alikuwa ni muombaji wa hela. Maisha yake yote yeye ni kuomba tu sadaka. Ni mpaka ni watumishi wa Bwana waliojaa neema, waliojaa maono, waliojaa nguvu za Mungu walipokutana na mtu kiwete. Biblia inatuambia walimwambia, hatuna fedha, hatuna mali, lakini tukupacho ni hiki, kwa jina la Yesu simama uinuke. Na Biblia inasema wakamnyenyua. Angalia tunataka uone. Baada ya kunyenyuka pale, aliingia kanisani akimsifu Mungu. Akaanza kumsifu Mungu kanisani. Kwa hiyo Biblia inajaribu kutuambia kwamba mtu huyu alikuwa ni mwimbaji, lakini kabla hajaanza kumsifu alikuwa ni muombaji wa sadaka. Swala kujiuliza, kwani hakuna viwete ambao ni waimbaji? Hakuna viwete ambao ni mabosi? Hakuna viwete ambao ni wahubiri? Hakuna viwete ambao wana makampuni? Kwa nini huyu baada ya kufunguliwa ndio aimbe? Mbona kuna viwete wengine ni viwete, ni walemavu, lakini ni waimbaji, wanaimba, wanamtukuza Bwana, ni wadhaifu lakini wanaimba. Nini kilichompelekea huyu aliyekuwa kiwete tangu tumboni kwa mama yake awe muombaji? Ni mifumo ilibana fikra. Na ndio maana kama unakumbuka jana tulitazama pia mfano wa Yeremia. Kitabu cha Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 mpaka 7. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Kwa hiyo Biblia inajaribu kutueleza kwamba Yeremia aliumbwa na Mungu. Lakini Mungu huyo aliyemuumba Yeremia anasema kabla hujatoka tumboni kwa mama yako nalikutakasa. Swala kujiuliza, je, Mungu aliumba au anaumba kitu kichafu? Na kama Mungu haumbi kitu kichafu, kwa nini amtakasa Yeremia? Je, uchafu umetoka wapi? Nisikilize. Mungu anajua ya kwamba wewe ni mtu mkubwa, na shetani pia anajua wewe ni mtu mkubwa. Sasa ili usiishi maisha ya kwako ambayo Mungu amekusudia uishi, shetani anaweza akaleta mifumo ya kwake. Na mara nyingi mifumo hii huwa inakuja kubana fikra za mtu. Anakuwa anaishi maisha ambayo Mungu hajakusudia kabisa. Kuna watu mko hapa mnanifuatilia, mnanisikiliza, aina ya maisha mliokuwa nayo sio maisha ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Mifumo ya mlikozaliwa imetengeneza maisha mabaya. Mnapita kwenye maisha mabaya, watoto wanapita kwenye maisha mabaya, wanawake wanapita kwenye maisha mabaya, wanaume wanapita kwenye maisha mabaya kwa sababu ya mifumo. Na ndio maana niko mahali hapa wiki hii katika jina la Yesu kukutangazia kwamba mifumo wiki hii itaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kama unaelewa sema amina hapo chini. Andika tu amina hapo chini. Andika tu hapo amina katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alipata shida sana kipindi ambacho Mungu anamwambia wewe ni nabii wa mataifa. Yeremia anasema mimi ni mtoto mdogo. Mungu anajaribu kumwambia tena, usijiite mtoto mdogo. Usiseme ni mtoto mdogo. Maana yake Mungu alikuwa anamuona Yeremia ni mkubwa, lakini kwa sababu fikra zimebana na mifumo, Yeremia alikuwa anaona yeye mdogo. Ndio maana nikasema kwamba kuna watu wamebana na mifumo, na mifumo imebana fikra zao na kuwaonesha hawawezi kufanya mambo makubwa, hawawezi kujenga, hawawezi kufanya biashara, hawawezi kumtumikia Bwana, hawawezi kusoma, hawawezi kujiendeleza, hawawezi kupona tena, hawawezi kuinuka tena.
kwa sababu walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa na biashara zimepigwa, wamerudi zero. Hiyo mifumo imewabana, inasema hawawezi kuinuka tena. Niko mahali hapo kukwambia, mifumo ikiondoka unainuka tena. Mifumo ikiondoka biashara yako inainuka tena. Mifumo ikiondoka mume wako anapona, mume wako anabadilika, mke wako anabadilika katika jina la Yesu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo anayemwona Mungu aliye hai, hata mifumo ikuondoke kwa damu ya Yesu Kristo, na maisha yako yapate kubadilika, na maisha ya watoto wako yapate kubadilika. Kila hali mbaya ya maisha ikapate kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini, andika amina hapo chini ya kwamba mifumo inaondoka, mifumo mibaya inaondoka, mifumo mibaya inaachia katika jina la Yesu. Nipate watu ambao wanaopokea, andika tu hapo chini, napokea katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize vizuri, nitakusaidia. Ngoja nikuongezee mfano mmoja wa Isaka. Mfano mmoja wa Isaka, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 21 hadi mstari wa 24. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 25 mstari ule wa 24. Biblia inasema hivi: Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mke akachukua mimba. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri, itakusaidia. Kwanza, kabla sijakupa hii picha ambayo leo nataka nikupe, kuna picha nitaka nikupe, lakini nikupe hii picha kwanza. Ukitazama maisha ya Isaka nao hayana utofauti sana na maisha ya baba yake Ibrahim, lakini pia ukitazama na maisha ya Yakobo pia hayana utofauti na maisha ya Isaka na maisha ya Ibrahim. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia Ibrahim mke wake alikuwa ni tasa. Amepita kwa muda mrefu hajazaa, na Isaka na yeye amezaliwa mahali ambapo mke wa baba yake alichelewa kuzaa. Kwa kuna mfumo ulikuwa unatembea wa kuchelewa kuzaa. Mfumo ulikuwa unatembea wa kuchelewa. Maandiko yanatuambia kitu gani? Maandiko yanatuambia baada ya maombi sana, kuomba, ndipo mke wa Isaka akabeba mtoto. Baada ya maombi, kuna vitu huwezi kupata mpaka niombe. Biblia inasema Isaka akamuomba Bwana kwa ajili ya mke wake. Baada ya kuomba, baada ya kuingia kwenye maombi, watumishi wa Bwana, ngoja nizungumze hapa. Kuna kitu Mungu anajaribu kuzungumza na watu hapa, ili uweze kupata. Kuna vitu huwezi kupata bila maombi, huwezi kupata. La sivyo Biblia ingetuambia tu kwamba mke wa Isaka alipata mimba, lakini Biblia inasema Isaka akamuomba Bwana. Baada ya kumuomba, mke wake akapata. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kufikiri kwamba katikati ya maombi ya Isaka, Mungu aliondoa mifumo ya alikozaliwa Isaka, ile mifumo ipate kumwachia. Kuna mifumo waga inasema ya kwamba baba yako alichelewa kufanya moja mitatu, na mama yako alichelewa kuzaa, inabidi na wewe mke wako atachelewa kuzaa. Kuna watu wanapita kwenye maisha hayo
ya kwamba wengine walichelewa kuolewa na wao wamechelewa kuolewa, wengine walichelewa kujenga na wao wamechelewa kujenga, wengine walichelewa kuzaa na wao wamechelewa kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu ni mifumo ambayo inatembea kwenye familia. Wamekumbwa na roho ya kucheleweshwa, ili waweze kufanya moja mbili tatu, lazima wachelewe kwanza. Lakini baada ya Isaka kugundua hii ya kwamba kuna mfumo unayetufuatilia hapa, na hii shida haipo kwa mke wangu, shida ipo kwenye upande nilikozaliwa. Mama yangu alishawahi kupitia jambo hili na baba yangu alishawahi kupitia jambo hili. Ikabidi, Biblia inasema ikabidi amuombe Bwana, na alipomuomba Bwana Mungu akamjalia, akaondoa utasa. Mkaza akapata mtoto. Na mimi nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo, inawezekana umechelewa kujenga, inawezekana umechelewa kuolewa, inawezekana umechelewa kufanya biashara, inawezekana umechelewa kufanikiwa kama kiwete alivyochelewa. Tangu alipozaliwa alikuwa ni muombaji, hajawahi kuimba, hajawahi kumtukuza Bwana kama jinsi ambavyo Bwana alivyomtengenezea maisha ya kwake. Baada ya kukutana na nguvu za Bwana, ile mifumo ilipoondoka, ndipo akaanza kumsifu Bwana. Na maandiko yanatuambia alikuwa kila siku, na najaribu kufikiri kwamba kama alikuwa ni mtumishi wa Bwana alicheleweshwa na mifumo, kama alikuwa ni mwimbaji alicheleweshwa kipawa kutumika na mifumo aliyokuwa nayo alipozaliwa. Lakini baada ya kuondoka ile mifumo, akaanza kuimba pale pale. Kuna watu mifumo ikiondoka wiki hili wataanza kupata kazi, wataanza kupata ajira, wao mitaji itaongezeka katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Inawezekana ni upo hapo unanifuatilia, ni miongoni ya watu ambao wanachelewa kuzaa, ni miongoni ya watu ambao wanachelewa kufanya biashara, ni miongoni ya watu ambao mmecheleweshwa, na unanisikiliza na unasema mtumishi wa Bwana, unachokizungumza ni kitu ambacho unasema na maisha ya kwangu, ndicho ambacho unachopitia. Mungu akutembelee mahali ulipo, Mungu akufungue mahali ulipo, na hiyo mifumo ipate kuondoka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Acha Bwana aondoe hiyo mifumo kwa damu ya Yesu Kristo. Nimesema acha Bwana aondoe hiyo mifumo katika jina la Yesu Kristo. Kama unapokea, andika amina hapo. Ukisikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, hiyo mifumo ya kuchelewesha ipate kuachia biashara yako, hiyo mifumo ya kuchelewesha ipate kuachia maisha ya kwako katika jina la Yesu Kristo. Isaka aliishi maisha mabaya. Kati ya maisha mabaya walioishi ni maisha ya kutokupata mtoto kwa muda mrefu. Walikuwa wanapita kwenye maumivu, kipindi ambacho wanaona wengine wanapakata, wengine wanaitwa baba, wengine wanaitwa mama. Walikuwa na maisha ya uchungu, walikuwa na maisha magumu sana. Inawezekana walikuwa wanachekwa, wanasema wewe baba yako si baba mtu wa imani, wewe si baba yako Ibrahimu anapendwa na Bwana, kwa nini haujapata mtoto mpaka leo? Inawezekana alikuwa anaishi maisha magumu sana Isaka, lakini baada ya maombi mke wake akapokea. Rabasaya, ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akukumbuke na wewe, hiyo mifumo ipate kuondoka kwako. Endelea kuomba kwa dakika moja mahali ulipo katika Yesu. Tamka tu mifumo iondoke, mifumo ondoka, naondoa mifumo, naondoa mifumo, naondoa mifumo, naondoa mifumo, naondoa mifumo, naondoa mifumo, naondoa mifumo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, ikapate kuondoka, ikaachie maisha yako, ikaachie watoto wako, ikaachie biashara, ikaachie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu ninakuombea na nimekuombea kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea, Mungu akubariki, Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu aliye hai. Unaweza ukaandaa sadaka yako mahali popote ulipo, kiroho na kwa imani. Ninamwamini Mungu baada ya kutoka live utaachilia sadaka yako na itafika moja kwa moja na Mungu atakubariki sana. Nataka niombe kwa ajili ya sadaka ili Mungu aweze kukubariki. Na baada ya maombi haya utaachilia sadaka, na niwakaribishe tena siku ya kesho. Kuna kitu kizuri sana Mungu amekiandaa na Mungu atakufungua katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya watoto wako Bwana. Asante kwa ajili ya sadaka, asante kwa ajili ya maombi, asante kwa ajili ya somo, asante kwa ajili ya neno. Mungu, ninaomba kwa ajili yao. Mungu wabariki na kuwatunza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen.